tunafahamu kwamba Young Africans walikuwa hawana shida na kiungo ambaye wa China, maanisha kwamba deeply defensive midfielder, lakini uongezeko wa Mohamed Damaru kuna kitu cha ziada unaenda kuongeza kwenye timu ya Young Africans, kwa sababu Duka Oga Abuya kuna muda unaona kabisa mwalimu alikuwa akimtumia mara nyingi sana kwa eneo hilo na amefanya vizuri sana, lakini sasa uwepo wa Duka Abuya kwa sababu tunasema kwamba mchezaji anaishi pale ambako anafanya kazi, pale ambako anaweza akawa amepata injury, hakuna mtu wa kuweza kuja kufanya replacement sahihi kwenye eneo lake lile kwa Young Africans. Kwa hiyo wakaamua kwenda sokoni, na ukiangalia pia Young Africans wanakwenda kwenye mashindano makubwa. Kwa hiyo mwalimu, kuna mifumo ambayo itakuwa inamhitaji Duka Oga Abuya, lakini pia kuna mifumo ambayo itakuwa inamhitaji Mohamed Damaru. Kwa hiyo ndio maana wakaamua kwenda kufanya nini? Kwenda kutafuta kiungo asilia namba 6. Kwa hiyo ina maana kwamba faida ambayo utakwenda kuipata ni kuongeza mtu ambaye mwenye asili ya kucheza kwenye eneo lile, lakini pia akiwa na ubora mkubwa kule alipotoka. Hakuna mtu ambaye afahamu ubora wa Mohamed Damaru. Tumeuona kuanzia kwenye Muungano Cup ambao msimu uliopita alicheza vizuri kwa kiwango kikubwa. Tumeuona pia ubora wake kwenye ligi ya NBC Premier League, lakini pia tunaenda pia kuona ubora wake mpya akiwa na klabu yake mpya ya Young Africans. Kwa hiyo nafikiri kwa mwalimu itakuwa ni target nzuri sana ameifanya, kwa sababu ya kwenda kufanya maboresho kwa eneo lile, ili pale ambako anatamani kuweza kufanya mabadiliko ya kimfumo, ina maana kwamba anaye mchezaji mwingine ambaye kwenye eneo lile stahiki anaweza akampa kile ambacho anastahili kukipata kwenye mchezo huu. Jembe au sio jembe? Ni pure energy. Yaani naweza kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao ni bora sana. Tutaenda kuwashuhudia. Yanga wamelamba dume. Yes, kwenye hilo no doubt kabisa. Kwenye hilo no doubt kabisa, na ubora ambao tumeshaanza kuuona, kwa sababu kuna namna mchezaji ukiwa hujawahi kumuona unashindwa kumzungumzia, lakini mchezaji ambaye umeshamuona na ameshayafanya, kwa hiyo it means kwamba ni rahisi kusema kile ambacho unakiona kutoka kwake. Kwa hiyo ni moja kati ya viungo hatari ambao wanapatikana kwenye ardhi ya Tanzania, na uzuri sasa ni kwamba pia ni Mtanzania. Kwa hiyo it means kwamba hata kwenye timu ya taifa sasa tunaongeza machaguo mengi kwa mwalimu, kuhakikisha kwamba mwalimu anaweza akapata wachezaji ambao ni experience, ambao wanaweza kumsaidia pia kuremarkable, kuweza kuhakikisha kwamba tunapata kile ambacho tunakihitaji kwenye michuano yote ambayo tunaenda kucheza. Duka Abuya amepata mpinzani sahihi sasa katika nafasi yake namba 6. Of course, na hii ndo tunasema ndo ule mfumo wa timu kubwa, kwamba timu kubwa huwa inaleta mchezaji mkubwa na huwa inamuongeza mchezaji mkubwa, ili kuhakikisha kwamba competition ya namba inapatikana kwenye eneo lile ambao anacheza. Kwa hiyo sasa hivi Duka Oga Abuya atakuwa anacheza, lakini kichwani kwake akiwa anamfikiria Mohamed Damaru ambaye amewasili kwenye klabu hiyo. Kwa hiyo na Mohamed Damaru pia atakuwa anatakiwa kufanya kitu kikubwa, ili aende akaprove wrong kwamba kile ambacho alikuwa anakionyesha Duka Oga Abuya yeye anaweza kufanya mara mbili ya kile ambacho alikuwa anakionyesha. Kwa hiyo kila mmoja anahitaji kufanya kazi mara mbili zaidi, ili kuhakikisha kwamba ubora wake unaendelea kukaa na kustiki kwenye mfumo wa mwalimu na kuendelea kucheza kwenye timu. Ni mchezaji ambaye anakwenda Dar es Salaam Young Africans, hana muda wa kwenda kusubiria kuona kwamba ape mechi kadhaa. Tunamwona akienda kuchukua nafasi moja kwa moja na kufanya vizuri. Shida ya watu waga wanashindwa kuelewa kuhusiana na dirisha dogo. Dirisha dogo ni dirisha ambalo mwalimu huwa anafanya maboresho ya zile sehemu ambazo alikuwa anahisi kwamba hakuna kile ambacho alikuwa anakihitaji kwa 100%. Kwa hiyo mwalimu akiingia sokoni anakwenda kutafuta mtu akuja kuingia kwenye mfumo moja kwa moja. Lakini sasa unakuta kwenye namba ambayo anacheza kuna mtu ambaye ameshaonesha. Sasa it means kwamba kama mwalimu atakuwa anahitaji kufanya mabadiliko ya kimfumo, it means kwamba unaweza kumuona Mohamed Damaru akiingia moja kwa moja kwenye mfumo. Lakini kwa uwepo wa Duka Oga Abuya kwenye klabu ya Young Africans, unaweza ukasema unaleta ukakasi wa kuhakikisha kwamba Mohamed Damaru anaweza kuingia moja kwa moja kwenye mfumo wa mwalimu.